Jitambue binti na mwana wa mama Afrika. Amka, kumepambazuka. Mwingine tena, karibu katika mafundisho ya ufahamu wa kiroho. Wakati ulioisha tulikuwa tumejadili nguvu mbili za kiroho. Tumejadili mitetemo ya juu, tukajadili mitetemo ya chini. Hapa United Kingdom of Africa. Leo tunaendelea katika kitu kingine ambapo tunamalizia pale tulikokuwa tumeishia. Wakati ulioisha nilikuambia kwamba hizi nishati mbili tulikuwa tumeziona hisia zake, tukasema mitetemo ya chini ni mambo mabaya, tukasema mitetemo ya juu ni mambo yote mema. Sasa kwa kifupi unaweza kurejelea, wameandika mambo mema, yale mambo ya kimungu kwenye vitabu vya dini, lakini mambo mabaya wamerejelea kama shetani. Tukasema kwamba ni kwa namna gani sasa tunakuwa hatuoni hizi nishati. Tukawa tumeishia hapo. Na leo tunaendelea kuanzia hapo. Kama ulikuwa hauja subscribe hapo unapopata darasa hili, subscribe na bonyeza alama ya kengele ili uweze kupata masomo mengine mazuri kama haya. Na kama ulikuwa hujafuatilia kipindi kilichoisha, ili uweze kuelewa vizuri kipindi hiki, ni vizuri ukachukua muda kidogo kuangalia kipindi kilichoisha. Nikakutajia viumbe ambao wanahusishwa katika hisia za high frequency. Nikakwambia kuna zana ya nguvu kuu tukufu takatifu ambao kwa vitabu vya dini wanarejelea kama Mungu. Lakini nikakwambia habari ya malaika, mwanga wa juu sana, karibia na chanzo kikuu. Lakini nikakutajia habari ya roho wema ambao wanasaidia watu katika mambo mbalimbali. Hii ilikuwa ni kwa ufupi kuhusiana na viumbe wa high frequency. Lakini kwa kifupi sana kuhusiana na low frequency, wakati uliopita tulijadili kwamba hapo mizimu wa chini, alafu hapo mizimu wa juu. Lakini vile vile kuna viumbe majini wapo katika hizi low frequency. Lakini vile vile kuna roho za mababu ambao walipumzika wakiwa na walipumzika tunasema kwa fujo. Mfano kama mtu alijinyonga, mtu alijiua, mtu alikufa analalamika, tunasema huyo amepumzika katika hali ambayo haijatulia. Lakini kuna hisia zingine hapa, naweza nikawa nilisahau kukuorozeshea wakati ulioisha. Kuna ile hisia ya mkwamo wa maisha, unakuwa unahisi kama umekwama katika maisha. Basi huo ni mtetemo wa chini kabisa. Kuna hali nyingine unakuwa unahisi kuumia mwili au kuumia kiakili. Unaweza kujikuta unataka kufanya jambo ambalo linatoka moyoni, lakini unakutana na ukinzani wa kichwa, kinakuwa kinakuuma sana. Basi hizo ni dalili kwamba wewe upo na umesajili frequency nyingi za mitetemo ya chini. Lakini vile vile kuna jambo moja la kibiolojia na kifizikia, mawimbi ya ubongo. Katika hisia za mitetemo ya chini tunahusisha mawimbi ya ubongo ya beta. Mawimbi ambayo ndio yanatufanya sisi tusiwe vichaa. Mawimbi ambayo yanakufanya wewe kama umevaa saa mkono wa kulia, siku ukihamisha mkono ukaweka mkono wa kushoto, basi unakuwa unajisahau unaangalia mkono wa kulia, kwa sababu mawimbi ya beta ndio yanafanya kazi hii. Kama unapafahamu nyumbani kwa rafiki yako, yanakuwezesha kuweza kupakalili na kwenda. Hata ukiwa kipofu unaweza kuhesabu hatua. Au kama ulikuwa umezoea nyumbani kwako, ndani kwako kuvua viatu kuweka upande huu, ipo siku ukiwa na haraka utaenda siku kwa umebadilisha, unaweza kaenda ile sehemu ambayo ulikuwa umezoea kuweka katika wakati huo ulikuwa umebadilisha. Basi hayo ni mawimbi ya beta. Mawimbi ambayo ndio haya, ukiwa na stress ujue akili yako inalani katika haya mawimbi. Ukiwa katika hali ile ya kuchanganyikiwa, huyu unanichanganya, basi ujue kinachoathirika ni mawimbi haya. Ni mawimbi ambayo yakiwa yamesimama vizuri, tunasema mtu jicho lake la tatu linakuwa limefunga. Ni mawimbi ambayo ni adui kabisa na jicho, habari ya jicho la tatu. Ni mawimbi ambayo ni adui na uzingatifu, ile hali ya kuzingatia mambo madogo madogo. Katika kusema hayo tunaweza tukaendelea sasa. Kwa nini hatuzioni sasa viumbe hao wa hisia zote hizo? Hatuzioni, kitu cha kwanza na cha muhimu kabisa ni kwa sababu jicho la mwanadamu limeumbwa na limekadiriwa kuona sehemu tu ya mwanga. Haliwezi kuona kila kitu. Nataka nikwambie kitu kimoja cha msingi. Sauti hizi tunazisikia sauti, lakini unatakiwa utambue kwamba hata hizi sauti sio kila sauti sikio linaweza kusikia. Sikio linaweza kusikia sauti ya kuanzia hazi 20. Hazi 20 hata ukiangalia, nenda kasome kwenye vitabu vya kitaalamu, hazi 20 mpaka hazi takribani, kisha fika hazi 20,000
sikio linakuwa linapata shida kusikia sauti hiyo. Sio kwamba sauti haipo, inakuwepo, ila sasa imeshaingia katika viwango vingine. Ndio hiyo hali inayokuambia kama high frequency, low frequency, na jicho la mwanadamu linaangalia viwango fulani. Sauti ikiwa kubwa sana, kama speaker ingekuwa na uwezo wa kubadilika kile inachokitoa, basi sauti ikiwa kubwa sana inabadilika kuwa mwanga. Usichanganye hapa mwanga na mwangwi. Hapa mimi nazungumzia mwanga. Speaker yenyewe tu inatoa mwangwi. Kwa ninachozungumza hapa ni mwanga. Kama speaker ingekuwa na uwezo wa kuonyesha form nyingine ya nishati hiyo, basi ingekuwa inaonyesha mwanga kama sauti ikizidi sana. Lakini huo mwanga unaweza kubadilika kuwa rangi, na rangi ni mwanga ulioganda. Kwanza leo unaweza kutambua hivyo. Kwa hiyo jicho la mwanadamu nataka kueleza kwamba linaangalia tu sehemu ndogo ya mwanga, haiwezi kuona nishati zote, haliwezi kuona nishati zote. Ndio hiyo sababu kubwa kwa nini hatuzioni viumbe. Lakini sasa ikiwa hatuzioni, tunawezaje kushughulika nazo? Na kwa nini tunaziongelea hapa vitu ambavyo hatuwezi kuviona? Viumbe wa high frequency na viumbe wa low frequency, viumbe katika mitetemo ya chini na viumbe katika mitetemo ya juu, wanaishi katika vipimo tofauti tofauti vya kimawimbi, tofauti na tunapoishi sisi vipimo vya kibinadamu. Kwa viumbe hao kiroho wanaishi katika vipimo tofauti tofauti vya kimawimbi. Ndako unatakiwa uelewe hivyo. Tunaviongelea ni kwa sababu unaweza kuhisi nishati, unaweza kuzihisi, tunaweza kuhisi uwepo wao. Hata ukienda katika mafundisho ya dini ya Roman Catholic au kaenda katika dhehebu yote au Waislamu, watakufundisha habari mbalimbali kwamba wale wao wanaenda mbali, wanakuambia viumbe majini namna hii na hii. Watakwambia wanapokuwa wanakuelekeza jinsi ya kuita jini fulani, labda utaje mara kadhaa au mara 9 au mara ngapi, wanakuwa wanakufundisha jinsi ya kuhisi uwepo wa kiumbe huyo katika mazingira haya. Kwa hiyo huwa tunahisi uwepo wa nishati. Hatuwezi kuziona, lakini tunahisi uwepo wake, kwa sababu na sisi wenyewe ni nishati. Sisi hadi tupo hai ni nishati ambazo zimehifadhiwa katika miili yetu hii. Na vile vile katika maisha haya huwa tunaona matukio, huwa tunaona ishara za athari za nishati hizi tunazozizungumza, ambazo wengine huwa wanajitoa akili au ufahamu na kuanza kusema kwamba nitaamini vipi vitu visivyoonekana? Nitaamini vipi vitu ambavyo havisikiki? Yaani mtu anajitoa ufahamu kwa sababu tu amepita shuleni, amesoma sayansi ya shuleni bila hata kuelewa kwamba hata sayansi ya shuleni imetokana na elimu hii ninayoiongelea hapa sasa hivi. Huwa tunahisi na huwa tunaona ishara, huwa tunaweza kuona ishara na huwa tunaona matukio yanayoambatana na athari za nishati hizi. Lakini vile vile huwa tunaona subconscious mind zetu, conscious akili zetu huwa inaweza kutafsiri nishati kama ujumbe. Unaweza ukasoma ujumbe ukauelewa, unaweza ukasikia sauti ukaichambua, na vile vile unaweza ukatafsiri hisia yoyote. Unaweza kukuta mtu analia ukasema hisia hii ni ya huzuni. Mtu unawezaje kuingiliana nao? Kwa nini tunajifunza hawa haonekani? Unawezaje kujihusisha nao? Viumbe hawa wote wa nishati za chini, nishati za juu, namna ya kuingiliana ni moja tu, ni kuweza kulingana na jinsi wanavyotetemeka. Wewe ulingane na jinsi wanavyotetemeka, au wenyewe walingane na jinsi unavyotetemeka wewe. Hapo ndio unaweza kuingiliana nao. Hata ukisema kwamba mtu amepandisha mapepo, anatibia, maanake sasa huwa anaruhusu huyo roho wa matibabu apande katika ufahamu wake ili aweze kuona. Huwa anaruhusu kuingiliana. Lazima ahisi ile hisia yake yule. Maanake lazima wewe anamjua huyo kiumbe, sifa zake, anakuaje, ili aweze kujisikia namna hiyo, ili aweze kuungana naye. Nilikuwa nasema siku moja kwamba mchawi hakulogi tu. Mchawi hakulogi tu, maanake wewe mtu ndio unaruhusu mtu akuloge. Unaruhusu vipi? Mchawi ana gia zake. Mchawi mbaya, ukisema uchawi mzuri na uchawi mbaya. Mchawi mbaya ana gia zake. Mara nyingi anatega wakati ambao wewe unakuwa umeshuka katika mitetemo ya chini. Kwa hiyo mchawi anaweza akakuloga leo, ukaja kulogeka baada ya wiki 2, mwaka, au muda wote tu ambao utakuwa umeingia katika ile frequency aliyokutegea wewe. Ndio nikawa nakwambia katika kipindi cha kwanza, epuka sana frequency za chini.
Epuka sana hisia za wivu, hasira, wasiwasi, hofu, lawama, chuki. Epuka sana hizo hisia. Ukishakuwa katika hisia hizo, basi unakuwa unaingiliana na viumbe wa giza, utake usitake. Kwa hiyo unaweza kukuta mtu ameenda kujinyonga kwa kuto kufahamu. Unaweza kukuta mtu ameenda kujinyonga kwa kuto kufahamu, kwa sababu akipata stress za fedha, za jambo lolote lile, anakuwa yupo ameshuka kwenye misitemo ya chini. Katika kutoka kwenye misitemo ya chini pale, unakuwa unaungana na viumbe na roho wenu wa ukoo. Kama kuna mtu kwenye ukoo wako amewahi kujinyonga, wewe ukawa unatetemeka katika frequency zake zile za kujilaumu, ile hali ambayo alikuwa nayo wakati anapata maamuzi ya kwenda kujinyonga, basi na wewe mwenyewe, kwa sababu alipumzika katika hali hiyo, na roho au familia huko huwa anazunguka kwenye damu tu inayowahusu. Kwa hiyo hali hiyo itakuja itakukumba mwenyewe, utajikuta umechukua kitanzi umeenda kujinyonga. Kama alikunywa sumu, utashangaa mwenyewe unajisikia kwenda kunywa sumu. Tayari umeshaungana naye, na ulimwengu wa kiroho ndio unaoendesha mwili yetu. Huu mwili tulionao sisi haupingi kabisa habari ya frequency, haupingi frequency. Mwili ni mtumishi mzuri wa frequency. Watu wengi wamefungwa katika mawimbi ya ubongo ya beta. Mawimbi ya ubongo ni mawimbi ya namna gani? Hebu nichukulie chanzo cha maji kuweza kukuelezea hali hii. Maji huwa na hali ya kutulia, lakini maji huwa na hali ya zoruba. Kama mtu amejishughulisha na uvuvi, unaweza kanielewa nikisema zoruba kwenye maji. Lakini maji haya huwa yanatulia, na kutulia kwenyewe kupo kwa aina nyingi. Maji yanatulia ile hali ambayo unaweza kaangalia chini, ile sehemu ya chini kabisa ya maji, unaweza kupitisha macho hivyo kaona kilichopo chini. Lakini akiwa anacheza kidogo, hata kama ametulia, kuna namna huwezi kaona kile kilichopo chini, ila anakuwa ametulia namna ambayo haiwezi kukuzuru. Kwa hiyo mawimbi ya beta ni sawa na mawimbi ya dhoruba katika maji. Sasa nikuulize swali moja. Je, ukiwa kwenye dhoruba ile ya maji, unaweza ukapata akili ya kwamba nianze kuvua, au utakuwa unahangaika na kujiokoa uhai wako? Katika hali ya kawaida, hata wewe ni mvuvi, dhoruba ikitokea kwenye maji, utaanza kuhangaikia kwanza uhai wako. Hapo hutajali tena ulikuwa unaenda kuvua au vipi, unaanza kupambania uhai. Ndiyo hii akili ya beta ambayo ndio nakwambia watu wengi wamekuwa wamejifunga hapa. Huwa wamefungwa hapa katika akili ya beta, na sio makusudi, na sio kwamba eti wenyewe ndio wametaka, au sio kwamba ni dhambi. Ndizo jinsi ambavyo mifumo ya kidunia inatuweka hivi, wala sio kwa sababu eti mtu ulipanga. Hapana, yaani lifestyle ndio iliyokupeleka hapa, sio lifestyle yako, hata jinsi ulivyolelewa, hata jinsi unavyohusiana na watu wengine. Kwa hiyo sio kosa lako, na kufundisha ili uweze kuelewa, ili uweze kupata namna ya kutoka mwenyewe. Uweze kupata namna ya kutoka mwenyewe. Narudia tena hichi kitu. Maji huwa yanatulia, maji huwa yana dhoruba. Akili ya mawimbi, hauwezi ukapata suluhisho ya matatizo yako kwenye dhoruba. Hapo unakuwa unapambania uhai. Katika hali hii mtu anakuwa na stress, mtu anakuwa mkosoaji sana. Anakuwa mkosoaji. Hataki kufikiria kwa kina jambo. Yaani yeye akikutana na jambo hata bila kufikiria kwa nini hili jambo limesemwa, anaenda kwenye kukosoa. Lakini vile vile huwa kuna hali ya kufikiri kupita kiasi. Unakuta unajihangaisha sana, unaumiza kichwa sana, alafu akili yako haijatulia. Akili yako ina dhoruba. Hata ukifikiria sana hautapata suluhisho. Lazima uende kimkakati, lazima uende smart. Lazima uende smart. Yaani ujue unachokifanya, utaenjoy katika maisha yako. Watu wengi pia huwa wanatazama ulimwengu huu kwa macho ya nyama tu. Watu wengi huwa wanatazama ulimwengu kwa macho ya nyama. Beta, mawimbi ya beta yanaunda akili ya mimi nitakiamini kama nikikiona. Ndiyo hiyo akili ya beta. Nitakiamini kile nitakachokiona. Basi mwingine katika kusema kauli hiyo anakuwa anasikia sifa, kumbe ni ugonjwa. Ndio unayokufikisha, ndio unaokufanya wewe uende ukamtafute mchawi, ndio unaokufanya wewe utafute waganga. Hiyo akili. Hii mawimbi hii. Tutakuja kuangalia jinsi vizuri hapa, jinsi ya kuyashughulikia, wala usiwe na wasiwasi. Upo mahala sahihi kabisa ambapo utajifunza mambo mengi haya. Na hii akili huwa inaondoa nafasi ya uelewa wa kiroho. Hebu tuangalie upande wa pili. Tulikuwa tunaangalia upande wa kwanza.
shida yetu sasa, changamoto yetu tumeshaijua. Tupo katika dhoruba, tunahangaikia kodi, tunahangaikia kula, tunahangaikia nini, yani ile stress za hapa na pale, yani maisha ya sasa hivi. Hebu tuangalie upande wa pili, subconscious. Tuangalie subconscious mind, jinsi inavyofungwa kadiri tunakuwa wakubwa. Kwa hiyo beta sio kama ni makusudi, huwa inajifunga jinsi tunavyozidi kuwa wakubwa, na ile hali ya jicho la tatu inakuwa inajifunga. Jicho la tatu linajifunga kadiri tunavyozidi kuwa wakubwa, na kuchanganyikiwa kunaongeza spidi. Yaani hizo stress ndio zinazidi. Ndio stress zinazidi. Tuangalie watoto. Mimi binafsi huku mtaani, hata kabla sijapata maarifa haya, nilikuwa nasikia kwamba ni ngumu sana kuloga mtoto wa siku zile chache, siku 7 zile wanasema. Hiyo inakuwa ni kwa namna gani? Baada ya kupata uelewa huu nikawa nimefahamu. Mtoto akiwa mdogo anakuwa hana haya mawimbi ya utambuzi wa beta. Mtoto mdogo unaweza ukamchekesha akacheka hata bila kuelewa unacheka nini. Yaani umemcheka, yaani yeye haelewi, yeye anacheka tu. Hapo unakuja kudhibitisha kwamba mwili ni mtumishi mzuri wa frequency. Mwili ni mtumishi mzuri wa frequency. Na katika hali hiyo mtoto anaweza kuhisi mawimbi ya furaha, mawimbi ya huzuni, anaweza kuyahisi. Mtoto anakuwa akili zake zinaendesha katika alpha na theta. Kwa maana ya yeye anakuwa anaelewa mitetemo kuliko maneno, anaelewa mitetemo kuliko sauti. Mtoto naomba niengelee kwa namna hii, labda ni namna ambayo nadhani unaweza ukawa umenielewa. Mtoto anaelewa sana mitetemo kuliko maneno. Wewe ni shahidi, mtoto mdogo yule wa siku ngapi yule, unaweza kumtikisa hivi akatoa meno akatabasamu, lakini unaweza kaongea yaani unaweza kaongea yeye akafurahi tu, ila maneno yale hajasikia wala hajayaelewa, ila anachokipokea yeye ni mtetemo wa furaha. Mkiwa mnalia mtoto mwenyewe anaanza kulia, mkiwa mnafurahi mtoto mwenyewe anaanza kufurahi, mkiwa na wasiwasi mtoto mwenyewe anakuwa na wasiwasi. Kwa mtoto anakuwa anaoperate kwenye alpha na theta. Na wewe mwenyewe mtu mzima ukiamsha hali hii uliyokuwa nayo utotoni, unakuwa hivyo, unakuwa unaathirika na nishati mbalimbali zinazoonekana na zisizoonekana. Kwa maana utapita sehemu ambayo kuna nishati mbaya, mwili wako utasisimka. Hata usiposisimka, moyo wako utaongeza mapigo ya moyo na utasikia hicho kitu. Hicho kitu sio kwamba hakipo katika maisha ya sasa, kipo, lakini wewe haukizingatii. Yaani unaweza kupita mahali ukasisimka, lakini kwa sababu wewe mwenyewe ulishakuwa sugu, ile hali ya uisikii. Yaani ulishakuwa sugu, hausikii msisimko, hausikii nywele kusimama, hausikii hisia yoyote hata katika nishati zisizokuwa za kawaida. Lakini ukijifundisha ile hali uliyokuwa nayo udogoni, unaweza kuhisi kwamba yule mtu uliyokutana naye ana nguvu gani, mbaya au nzuri. Jinsi tu utakapoenda pale na jinsi utakavyojisikia, utapata kufahamu huyo mtu yupo na nguvu gani. Hiyo ni katika tutakuja kuongelea vizuri habari ya mawimbi ya ubongo. Huu ni utangulizi tu. Ongelea habari ya mawimbi ya ubongo, beta, alpha na theta. Ndio maana watoto huwa ni rahisi kuamini miujiza. Ni rahisi sana kumdanganya mtoto mdogo, ni kwa sababu wana intuition kali. Yaani wanaelewa katika kichwa chao. Yaani jinsi unavyokuwa unaongea, yeye anakuwa anavutia picha ya kile unachokiongea. Tofauti na sisi tunaweza tukawa tunaambiwa kitu tukawa tunahisi ni makelele. Yaani unaweza kunaambiwa kitu na mtu nikipigia makelele bwana. Umeona? Kwa hiyo namna hiyo. Kwa hiyo jinsi tunavyozidi kukua, tunakutana na mfumo wa elimu, tunakutana na mfumo ule wa jinsi jamii inavyoishi, jinsi inavyozidi kutufundisha, tunavyozidi kuelewa, ndio jinsi tunavyozidi kuielimisha akili ya beta. Na jinsi akili ya beta inavyozidi kuwa imara, ndio jinsi tunavyozidi kufunga fahamu zetu za ndani. Ili jinsi tunavyoishi tu, jinsi ambavyo tunapata ile hali ya kuelewa mantiki kupita kiasi. Yeye unakuta wewe mtu ni wa kwa nini? Kwa nini ni nzuri, lakini yafuatana katika mustakabali gani? Katika mustakabali gani? Hiyo kwa nini?
na jaribu kuongea namna nzuri ili uweze kunielewa, kwa sababu mimi binafsi naelewa ninachokiongea. Natamani hata wewe uelewe kile ninachokimaanisha katika hali hii. Kwa hiyo sasa jinsi tunavyozidi niongee tu kwa kifupi, kwa sababu tutaongea mambo mengi katika vipindi vinavyofuata. Kwa kifupi niseme tu jinsi tunavyozidi kukua, jinsi tunavyohusiana na jamii, tutakuwa tunakuwa bora katika beta na tunakuwa tunazofisha alfa zetu. Ukombozi ni upi sasa katika hali hii? Ukombozi sio kuzuia akili ya beta, wala sio kujilaumu kwamba basi nisikue. Yaani sio kwamba eti ndio namaanisha usikue sasa. Kwa sababu nikikwambia ukiwa unakuwa beta inachukua nafasi, alfa inajifunga. Basi simaanishi kwamba eti ndio usikue. Kukua lazima ukue, ila ni lazima utambue. Usiendeshwe na hisia. Yaani usipelekewe. Lazima uwe unaelewa kinachokuwa kinaendelea. Beta ipo, ina kazi yake. Ndio inatufanya sisi tusiwe machizi. Ndio inatufanya sisi tutambue kwamba kwa fulani ni kule, hiki ni hiki, hii ni njano, ile ni nyekundu. Hii beta. Kwa hiyo sasa na yenyewe ina kazi yake. Kwa hiyo ninachozungumzia kikubwa hapa ni ili iweze kutambua habari ya zoruba ya maji na habari ya maji yaliyotulia. Zoruba, lakini kuna maji yaliyotulia. Lakini vyote hivi unatakiwa uvifanye wewe. Unatakiwa upate ufahamu wa kuiongea. Nitakuja kukufundisha hapa jinsi ya kufanya hii, ndio tutakuja kuzungumza hapa. Unatakiwa upate uwezo wa kujiongea kutoka kwenye beta. Ukiwa kwenye zoruba, uwe na uwezo wa kujishusha chini. Uwe na uwezo wa kujishusha chini. Kujishusha chini, yani kutuliza bahari yako, kutuliza fahamu zako kutoka kwenye uvurugu kuja kwenye utulivu, ili uweze kuona suluhisho ya matatizo yako. Suluhisho ya matatizo yako unayo mwenyewe. Utalipata pale ambapo utapata utulivu. Ndio maana siku ya kwanza nilisema utulivu ni mafuta ya kusafiri katika fahamu. Kwa jinsi unapokuwa mtulivu, unakuwa unatuliza zoruba. Na hiyo zoruba ndiyo beta yenyewe. Hiyo zoruba ndiyo beta yenyewe. Katika hili utakutana na misemo ya wahenga kwamba usifanye maamuzi ukiwa na hasira. Tuliza akili kwanza. Walikuwa na maana yake. Maana yake unaweza kaipata kwenye hili somo. Bila kupoteza muda, tuendelee hapa kipande kidogo. Hapa tuweze tumalizie. Ni kwa namna gani ulimwengu unaweza kutii wito wako? Tuangalie hatua za kivitendo za ulimwengu kutii wito wako wewe. Hatua ambazo ukizifuata, ukazipigia mazoezi, siku moja utakuja kutushuhudia hapa kwenye comment. Utakuja kutuambia bwana, ulichokuwa unasema nimekidhibitisha. Au hata kama sio mazoezi, wewe unaweza kawa ulishawahi kufanya hichi kitu. Utupe ushuhuda wa hiki unachoenda kukisema. Na yule ambaye hujawahi kufanya, nenda ukatekeleze hichi kitu ambacho naenda kukufundisha hapa, hatua kwa hatua, jinsi ya kutuliza hilo bahari sasa, jinsi ya kutuliza huo ufahamu ambao unapeperuka, ili uweze kupata suluhisho za matatizo yako, ili uweze kuona kwamba jambo hili nilione katika upana wake. Tuangalie sasa hatua kwa hatua za kivitendo. Lazima kwanza, kitu cha kwanza uchague ubaya au wema. Kama tulivyojifunza katika somo la kwanza, lazima uchague unataka utetemeke juu au chini. Lazima uchague kituo. Na chini, unataka utetemeke chini ya kiwango gani? Na kama ni juu, unataka utetemeke juu ya kiwango gani? Kwa sababu hisia zina mitetemo tofauti. Huzuni, katika mitetemo ya chini, huzuni ni mtetemo wa tofauti na hofu, ni mtetemo wa tofauti na kulalamika, ni mtetemo wa tofauti na wivu. Zina vipimo tofauti. Hata wema, huruma ni mtetemo wa tofauti na upendo, ni mtetemo wa tofauti na msamaha. Ni mtetemo wa tofauti na utulivu, zinazidiana. Kwa hiyo kisha kuwa umechagua kituo cha kusikiliza au kituo chako, hizi hatua na kuelekeza ni za kuungana na roho wanaweza kukupa mwongozo wa jambo fulani automatic. Yani haijalishi sijui wewe haujaenda kusali, sijui umepita miaka gani, sina gani, ukifuata hivi vitu utapokea ninachoenda kukuelekeza. Ukifuata hizo hatua, kitu cha kwanza, toka kwenye akili ya beta, toka kwenye zoruba. Kwa sababu kwenye zoruba
unakuwa unahangaikia tu hai. Ukitoka kwenye dhoruba utakuja kwenye alfa, kwenye utulivu. Hapo unaweza kutazama jinsi samaki wanavyotembea tembea kule chini, unaweza ukaona. Kwa hiyo hata wewe mwenyewe uweze ukapata suluhisho ya matatizo yako, wala uweze ukapata maono ya kitu fulani kwenye dhoruba. Kwa kitu cha kwanza ni kujifunza kushuka kutoka kwenye dhoruba kuja kwenye utulivu. Ni kufanya tafakari ya dakika 10. Unafanyaje tafakari? Chukua simu yako, weka pembeni, weka kila kitu pembeni, kaa wewe mwenyewe sehemu ambayo ni tulivu. Wewe kaa tu mwenyewe tu, unasikia harufu ya maua, kama ni miti inapiga, kama ni kelele za ndege, zile kelele za asili. Kaa tu, anza kufanya hivyo kwa dakika 10. Jifunze angalau kila siku kutenga dakika 10 za kukaa mwenyewe kutafakari kuhusiana na wewe. Hautakuwa unapoteza muda. Dakika 10 tu, anza na dakika 10. Kaa dakika 10 zako, weka simu pembeni, toa sauti, jitafakari tu kuhusiana na wewe. Katika kufanya hivyo unakuwa unaanza kurudisha ile hali ya utotoni taratibu. Kitu kingine ni lazima ujifunze kuwa na maombi ya dhati. Ukisema dhati sio kama unamwigizia mtu. Ni lazima ujifunze kutuma nia zako pale unapokuwa kwenye utulivu wa wewe. Kwamba nataka mwaka huu kama itawezekana nipate fedha kiasi fulani. Napataje fedha? Kwa unaanza kutafakari tena namna gani ambapo utapata fedha. Ukiwa umekaa mwenyewe kwenye zile dakika ngapi. Jinsi unavyozidi kuwa na mambo mengi ndivyo jinsi ambavyo utakuwa unakuwa na wakati mwingi wa kutulia kuhusiana na wewe. Na pale ndipo unakuwa unaumba. Yaani kutenda ni matokeo, ila shughuli kubwa inafanyika pale unapokuwa umekaa kwenye utulivu ili uweze kuona jinsi samaki wanavyokatisha. Sasa hapa tunakuwa tuoni samaki, tunakuwa tunaona suluhisho za matatizo yetu. Unakuwa unakumbuka matukio hata ukiwa mdogo, unashangaa unakumbuka hadi miaka 10 yako ukiwa kwenye utulivu wa wewe mwenyewe. Ndio kitu tunachokuwa tunakitafuta. Sasa kama unaweza kukumbuka miaka 10 yako, maana yake unaweza kuona hata suluhisho za matatizo yako yanayokusibu. Ndio kitu tunachokitafuta hapa. Unaposhuka kutoka kwenye beta kwenda kwenye alfa kwenda kwenye theta, unakuwa unafunguka kiroho. Unaposhuka, narudia tena hii kauli. Unaposhuka kutoka kwenye beta unaingia kwenye alfa. Alfa ni ile hali ya kupata mawazo ya ghafla. Unaingia kwenye theta. Theta ni hali ya kupata ndoto nyepesi zile za maono. Hapo unakuwa unafunguka kiroho. Kwa hiyo unaanza zoezi hili kwa kuanza na kujipa utulivu angalau dakika 10. Hata kama unapenda mambo ya vijiweni, chukua dakika 10 ya kukaa mwenyewe kwenye utulivu. Hasa wakati wa asubuhi ya saa 11. Kama unaweza kuamka saa 11 ukakaa dakika 10 za kujiwazia alafu karudi kulala, ni sawa. Lakini kitu kingine ambacho nisisitize mtu katika hili kabla tujaendelea na habari ya jicho la tatu, maana nakufundisha mambo yote haya na kuandaa ili uweze kuja kunielewa ninapozungumzia dhana ya jicho la tatu, dhana ya chakra. Kama nakuja kuongelea vitu vyote hivi. Sasa ili unielewe ni lazima tuzungumze hichi kitu. Jifunze sana kutamka maneno ya vibration ya juu. Usipende kujitamkia maneno mabaya. Usipende kusema sina bahati. Usipende kusema mimi ni maskini. Usipende kusema mimi na maisha magumu. Haya ni maneno ya kuepuka. Badala yake jifunze kujisikia vizuri. Jifunze kujitamkia maneno mazuri. Kujihisi upo kwenye mwanga. Yaani kwa mfano kama hisia nzuri ninazozungumzia mimi. Hebu futa picha. Upo kwenye chumba ambacho ukuta wake ni dhahabu. Yaani wamepanga blocks za dhahabu. Alafu kapigwa mwanga pale. Mwanga ukapiga huku, ukapigwa huku, ukapiga na huku. Yaani pale hata kama huna hata 100 mfukoni. Pale hata kama huna 100 mfukoni pale, ni lazima utajisikia vizuri. Yaani utajisikia ni kama si uko wapi. Mwanga wa dhahabu umekupiga hivi, umerudi hivi, umekupiga hivi. Sasa jifunze kuhisi hivyo hata kama huna. Vuta hiyo picha. Yaani katika kuvuta hiyo picha, basi unakuwa unatuma mtetemo mkubwa sana katika ulimwengu wa kiroho. Na kama unavyofahamu dhahabu ni mali ile. Kwa hiyo unakuwa unavutia mali katika maisha yako. Utafanya hivyo ndani ya dakika 10. Dakika 10 tu, alafu utasahau ile kitendo kama nilikuwa najihisi nipo kwenye chumba cha dhahabu. Wewe mambo mengine achia ulimwengu.
vitu vingine vitakuja bila wewe mwenyewe kutarajia. Lakini tulivyo sisi, utakuwa umesahau kwamba kuna siku ulikuwa unatuma nia ya namna gani kwenye ulimwengu wa kiroho. Ndio yale nilikuwa nakwambia, uweze ukasikiliza TBC kwa kuweka Radio Clouds. Utasikiliza Radio TBC pale unapoweka Radio TBC. Ndicho nilichokuwa nakwambia. Kwa lazima ujifunze kujitamkia vibaya. Usiseme sina bahati, mara mimi ni maskini, nina hali ngumu, sijui nini na nini. Ukichukizwa unachukia, ukifanyaje unaona wivu. Wewe jifunze kufurahi. Yaani jifunze kufurahi tu. Yaani kufurahi utaona matokeo yake. Wewe jifunze tu hivyo hivyo. Jifunze kufurahi. Jifunze kukaa mwenyewe, kujiwazia, kupanga mipangilio yako hata dakika 10 tu. Hata dakika 10. Nitakuja nikufundisha siri moja ya mwanga na giza. Giza sio kwamba ni adui yetu, ni rafiki yetu mzuri. Kwa kuna siri kubwa. Hicho nilichokufundisha, hebu kitekeleze, kitakusaidia. Hicho nilichokufundisha kitekeleze, kitakusaidia. Kwa hiyo nahitimisha kipindi hiki, nahitimisha somo hili kwa kukuambia kwamba ni muhimu kuchagua hisia ya kujisikia. Ni muhimu kuchagua hisia ya kujisikia. Asikulazimishe mtu kuchukia, asikulazimishe mtu kuwa na wivu, asikulazimishe mtu kuwa na hasira bila sababu, asikulazimishe mtu kulaumu au kulaumiana. Hizo zote ni frequencies za chini, zinakudidimiza. Hutapata uwezo huo wa kuona vitu visivyoonekana. Jicho lako la tatu halitafunguka tena. Katika hali hiyo utakuwa mtu wa juu juu badala ya mtu wa kuumba vitu kutoka ndani na kuvitoa nje kama mti. Hata vitabu vya dini vimeongea habari ya fungua moyo wako Bwana Yesu aingie. Msifanye mioyo yenu kuwa migumu. Vitabu vya dini vimeandika hivyo. Nafikiri Biblia, si vitabu gani vimeandika, ni yeye mwenyewe kusikia wanaombia msifanye mioyo yenu kuwa migumu. Kabla hujaanza kumtafuta mchawi wa nje, jikague wewe kwanza. Je, unaishi katika usawa? Baada ya kuona unaishi katika usawa, ndio uanze kuangalia utofauti uliopo. Ila si uanze kuangalia utofauti kabla wewe mwenyewe hujaanza kuishi kwenye usawa. Unaishi kwenye mitetemo ya chini, alafu unaanza kulaumu watu. Hii inakuaje hii? Uwezo kupata suluhisho yako. Kwa hiyo sasa, ukituma upendo unavuta upendo, ukituma hofu unavuta hofu, ukituma shukrani unavuta baraka. Unatakiwa utambue hivyo. Kwa hiyo mtu hawezi kukupenda usipompenda. Ukituma hofu unafungua mlango wa mambo ya hofu, nishati nzito, mapepo wabaya. Ukituma shukrani unapokea baraka. Kushukuru ni nini? Watu wanakuambia nenda ukawape watoto yatima mali ulizonazo, gaie kidogo. Ni ishara ya kushukuru kutoka ndani. Yaani pale unapotoa haupawazi kwamba na jana nimetoa na juzi nimetoa. Yaani unatoa na unasahau. Hiyo ni shukrani nzuri. Ukitoa shukrani unapokea baraka nyingi. Unavutia vitu vizuri. Kwa hiyo hakuna namna mtu utafunguka katika mambo mazuri bila kutuma kitu kizuri. Wewe ni transmit. Ulimwengu wenyewe haujiulizi unataka nini. Unajiuliza wewe umetuma nini? Umejisikiaje? Ulichojisikia ndicho hicho utakupa ulimwengu. Unaweza kawaza kwamba siku moja niwe hivi na hivi, ukakutana na watu wanaohusiana na hivyo vitu, wakakufundisha jinsi ambavyo ulikuwa unawaza. Ulimwengu unakupa kile unachojisikia. Kwa hiyo nihitimishe somo hili kwa kukuambia kwamba ni muhimu ujifunze kujikagua mwenyewe. Wakati unaokuja tutakuja kujifunza kuhusiana na jicho la tatu. Tutajifunza kwa undani kuhusiana na jicho la tatu. Baada ya kwamba tumelizungumzia kidogo hapa, ila tutakuja kujifunza kwa undani kabisa kuhusiana na jicho la tatu.